Mwanaharakati wa haki za binadamu Maria Sarungi akizungumza kwenye ukurasa zake za mitandao ya kijamii ametoa kauli nzito kuhusu kauli zilizotolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kuhusiana na mchakato wa katiba mpya na maridhiano ya kisiasa nchini. Akizungumza kupitia mitandao yake ya kijamii tarehe 24 Julai mwaka 2026, mwanaharakati huyo amesisitiza kuwa maneno mazuri pekee hayatoshi bila kuwepo kwa vitendo thabiti na vinavyoonekana wazi ili kujenga upya uaminifu uliopotea miongoni mwa wananchi. Ingawa amekiri kuwa Daktari Nchimbi anaonyesha ushujaa na mtazamo tofauti na makada wenzake wa Chama cha Mapinduzi kwa kukiri kwamba uanaharakati si uadui, amesisitiza kuwa kauli hizo zinahitaji kuungwa mkono na hatua za kisheria na kiutendaji. Msisitizo wa Maria Sarungi unaguza moja kwa moja msingi wa uaminifu kati ya serikali kuu na wananchi kuelekea mchakato wowote wa kikatiba au maridhiano ya kitaifa. Kauli ya Daktari Nchimbi kuwa wanaharakati si uadui inaleta mwelekeo mpya ndani ya mfumo wa kisiasa wa Chama cha Mapinduzi, lakini mwanaharakati huyo anaeleza kuwa kubadilika kwa lugha ya viongozi hakutakuwa na maana ikiwa mfumo wa kisheria na kiutendaji unabaki vilevile bila kufanyiwa mabadiliko ya msingi. Hatua hii inaonyesha jinsi mashirika yasiyo ya kiserikali na wanaharakati wa haki za binadamu wanavyochukulia mchakato wa katiba mpya kama jambo linalohitaji utekelezaji wa haraka badala ya kuishia kwenye ahadi za kujikwaa. Katika maelezo yake ya kina, Maria Sarungi amebainisha kuwa matukio ya mwezi Oktoba mwaka wa 2019 yanabaki kuwa doa kubwa ambalo aliwezi kuwekwa pembeni au kuachwa hivi hivi wakati wowote kunapofanyika mazungumzo kuhusu katiba mpya na maridhiano nchini. Ili kuonyesha uongozi wa kweli na uliotukuka, ameeleza kuwa serikali inapaswa kufichua ukweli wote kuhusu watu waliouawa katika kipindi hicho, kuwawajibisha kisheria wote waliohusika na matukio hayo, pamoja na kutoa majibu ya kina na ya kuridhisha kuhusu hatima ya watu waliofariki au kutekwa akiwemo Ben Zanane na mwandishi wa habari Hassan Mkwanda. Uchambuzi wa hoja hii unadhihirisha kuwa masuala ya uwajibikaji na haki za binadamu yameunganishwa moja kwa moja na mjadala wa maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania. Bila kutatua mashaka na maswali yanayohusu matukio ya nyuma ya kupotea na kuuawa kwa raia na viongozi wa kijamii, jitihada zozote za kujenga utulivu wa kisiasa zitakabiliwa na ustaarabu wa kutokuaminiwa na umma. Ufafanuzi wa kina kuhusu hatima ya Ben Sanane na Arozi Mkwanda unatajwa kama kipimo kikuu cha utayari wa serikali katika kusimamia utawala wa sheria na kuheshimu haki za msingi za kila raia bila kujali mtazamo wake wa kisiasa. Kuhusu mchakato wa katiba mpya, Maria Sarungi ameeleza wazi kuwa mazingira ya sasa pamoja na bunge la sasa haviwezi kabisa kutoa katiba mpya iliyo bora na inayokidhi matakwa ya wananchi wote. Badala ya kuendelea na mfumo wa sasa wa kibunge na kisheria, amependekeza kurejeshwa kwa mfumo wa serikali ya mpito ili kusimamia mchakato huo wa kikatiba kwa wazi na usawa bila upendeleo wa kisiasa. Pendekezo hili ya Maria Sarungi linatokana na mtazamo kuwa mfumo wa sasa wa kiutawala una mapungufu ya kimfumo yanayoweza kuathiri uwazi na ukweli katika kuandika sheria mama ya nchi. Mwanaharakati huyu amekwenda mbali zaidi na kutoa wito kwa kufutwa mara moja kwa zaidi ya sheria 40 ambazo amezieleza kuwa ni za kukandamiza na zinazobana uhuru wa wananchi na vyombo vya habari. Miongoni mwa sheria hizo zilizotajwa na uwazi
ni pamoja na sheria ya makosa ya mtandao, sheria ya takwimu pamoja na sheria ya kupambana na ugaidi. Maria Sarungi amefafanua kuwa bila kufuta au kufanyia marekebisho makubwa sheria hizi kandamizi, haki za binadamu zitaendelea kuvunjwa kila siku, jambo linalofanya mazungumzo ya katiba mpya na maridhiano kukosa maana halisi mbele ya jamii. Muktadha wa kisheria nchini unaonyesha kuwa uwepo wa sheria hizo unatengeneza mazingira magumu ya kiutendaji wa vyama vya siasa vya upinzani, asasi za kiraia na vyombo vya habari vya kujitegemea. Kwa mfano, sheria ya makosa ya mtandao na sheria ya takwimu zimekuwa zikilalamikiwa na wadau wa haki za binadamu kwa kutumiwa kuweka mipaka mikali kwenye uhuru wa kujieleza na kutoa taarifa. Kuvutwa kwa sheria hizo 40 kunatajwa kama sharti muhimu linalotakiwa kutekelezwa kabla ya kuanza kwa hatua yoyote rasmi ya kuandika katiba mpya, ili kuhakikisha kuwa wananchi wanashiriki kwa uhuru bila hofu ya kukamatwa. Katika hitimisho la maelezo yake kwenye mitandao ya kijamii, Maria Sarungi amemhimiza makamu wa rais Daktari Nchimbi kutumia nafasi yake na ofisi yake kusaidia kuondolea kwa kesi zote za kisiasa na za ugaidi zinazowakabili viongozi wa vyama vya siasa. Amesisitiza kuwa viongozi wanaopaswa kunufaika na hatua hizo ni pamoja na Tundu Antipas Lissu, Wasira pamoja na vijana mbalimbali walioshikiliwa kwa sababu za kisiasa. Amebainisha kuwa njia pekee ya kuondoa mashaka na kujenga upya uaminifu kwa chama tawala cha CCM ni kupitia vitendo vinavyoonekana wazi kwa macho badala ya kuishia kwenye maneno tu. Rai hiyo ya kuondolewa kwa kesi ya kisiasa na za ugaidi inaguza moja kwa moja ustawi wa mfumo wa vyama vingi vya siasa na uhuru wa kidemokrasia nchini Tanzania. Tundu Lissu na viongozi wengine wa upinzani wamekuwa wakikabiliwa na mfululizo wa changamoto za kisheria na mahakamani, jambo ambalo linatajwa na wanaharakati kama kikwazo kikubwa cha uwepo wa uwanja sawa wa mapambano ya kisiasa. Kuvutwa kwa mashitaka dhidi yao na kuachiwa kwa vijana waliokamatwa kunachukuliwa kama hatua ya kwanza kuonyesha nia njema kabla ya kuanza kwa mazungumzo yeyote ya maridhiano ya kitaifa. Mwelekeo huu uliowekwa na Maria Sarungi unaweka shinikizo jipya kwa viongozi wa serikali na Chama cha Mapinduzi, ukihitaji hatua za haraka na dhabiti za kisheria badala ya kutoa kauli za kisiasa pekee. Mjadala huu unaonyesha jinsi wanaharakati wa haki za binadamu wanavyofuatilia kwa karibu kila kauli iliyotolewa na viongozi wa ngazi ya juu kama Daktari Emmanuel Nchimbi, wakihimiza kuwa mabadiliko ya kweli ya kikatiba yanaanzia kwenye kuvuta sheria kandamizi, kuachia huru wafungwa wa kisiasa na kuweka wazi ukweli kuhusu matukio yote ya uvunjaji wa haki za binadamu yaliyowahi kutokea nchini.